Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia neema ya uzima na afya njema iliyotuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya utoaji wa taarifa ya tukio muhimu la kihistoria la uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ndani ya mkoa wa Kusini Pemba. Kwa umuhimu wa pekee, napenda kuwashukuru viongozi wetu wakuu wa nchi hii, nikianza na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa jinsi wanavyoendelea kutuongoza na kutupatia miongozo kwa nia ya kuwapatia wananchi maendeleo ya kiuchumi. Ndugu wananchi, kama ilivyoasisiwa na waasisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wetu wakuu, kila ifikapo kila mwaka Mwenge wa Uhuru huwa unakimbizwa nchi nzima, ikiwa ni sehemu ya kuenzi tunu za uhuru, umuhimu wa maendeleo ya taifa, sambamba na kuhimiza mshikamano na ushirikiano wa wananchi katika shughuli za maendeleo. Hivyo, napenda kuwataarifu rasmi wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba, wananchi wa Zanzibar na Watanzania wote kwa ujumla kuwa uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 2 Aprili 2026 mkoa wa Kusini Pemba, wilaya ya Chake Chake, katika uwanja wa Gombani. Ndugu wananchi, kama katika uzinduzi huo wa Mwenge wa Uhuru kitaifa, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye atahutubia wananchi na kuzindua rasmi mbio za Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2026. Aidha, matayarisho ya uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026 yamekamilika na serikali imejipanga kikamilifu katika kuhakikisha tukio hili la kihistoria linafanyika kwa mafanikio makubwa. Vikundi vya sanaa, vya hamasa, halaiki tumeshajipanga vizuri na kuhakikisha viongozi wetu wote wanakuwa salama na wananchi kwa ujumla. Na niwaambie kwamba wananchi wote, viongozi katika sehemu mbalimbali watafika kwenye sherehe hizi za uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru. Ndugu wananchi, tukio la uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa linatarajiwa kushirikisha viongozi na wananchi mbalimbali katika mikoa ya Zanzibar na Tanzania bara. Hivyo napenda kuchukua fursa hii kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba kushiriki kikamilifu katika tukio hili la kihistoria la uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa, sambamba na kuwapokea wageni wetu kwa ukarimu tulionao wa Zanzibari na Watanzania kwa ujumla, heshima na mshikamano wa pamoja, ili kuonyesha au kudumisha taswira njema ya mkoa wa Kusini Pemba na taifa kwa ujumla. Nataka niwahakikishie wananchi wote kwa ujumla kwamba hali ya kiusalama katika mkoa wa Kusini Pemba ni shwari kabisa na imedhibitiwa vyema, huku vyombo vya ulinzi na usalama ikiwa vimejipanga kikamilifu kuhakikisha usalama wa wananchi wake na wageni wote katika shughuli za uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026. Na waomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba na kwa ujumla Tanzania, muje katika mkoa wa Kusini Pemba tuweze kujumuika kwa pamoja, tuweze kushirikiana kwa pamoja kuona kwamba uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 unafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Ndugu wananchi,
Mara tu baada ya kukamilika kwa hafla ya uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru ambao utafanyika Gombani mpya, mwenge huo utaanza mbio zake na kukimbizwa katika wilaya ya Chake Chake na wilaya ya Mkoani, pamoja na kuendelea kukimbizwa katika wilaya nyingine za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli za kimaendeleo. Mwisho, napenda kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kusini Pemba kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano katika kipindi hichi muhimu cha uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 ili kuhakikisha tukio hili linafanyika kwa mafanikio makubwa. Ndugu wananchi, nawaomba sana wafanyabiashara tushirikiane kikamilifu, tuone miji yetu iko safi, tuone tunakaribisha wageni wetu ili kuja kujionea fursa zilizopo katika mkoa wetu wa Kusini Pemba. Bidhaa mbalimbali zipo, tunashukuru sana. Tuna bidhaa za madukani ambao ni vitambaa na vitu vingine, tuna vyakula vya kutosha, na wale wajasiriamali ambao wako karibu na walioko mbali, karibuni katika mkoa ili muonyeshe jinsi ya kuvitangaza zile product zenu ambazo mnazizalisha katika vikundi vyenu vya ushirika. Karibuni sana, nawatakia kila laheri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jimaliza kazi, lakini kuna mambo mengine ambayo vikundi mbalimbali sanaa msewe, vikundi vya ngoma kiumbizi na shughuli nyingine zote, na utamaduni wa Zanzibari utaonyeshwa katika maeneo haya. Ni utamaduni wa Zanzibari ambao utakuwepo na utaonyeshwa katika shughuli hii ya uzinduzi wa mbio za Mwenge. Lakini waambie wananchi wote kwa ujumla, Pemba kuna fursa nyingi, kuna fursa za uwekezaji, kuna fursa nyingi za kuona maeneo vivutizi za utalii. Kwa maana wakija Pemba watakwenda kukagua maeneo ya utalii, hasa mkoa wa Kusini Pemba. Kuna maeneo ya Mkumbuu ambao kuna sehemu, kuna mji ambao umezama pale. Kwa hivyo nawakaribisha wananchi waje waone, Watanzania wote waje wafanye utalii wa ndani, waje waone maendeleo, vivutio vya utalii ambao vipo. Lakini katika mkoa huu kuna maeneo ya Mkamandume ambayo eneo lile ni eneo muhimu. Kuna kisima kile cha Wivu, kisima cha Wivu ambacho ni jambo muhimu la kihistoria. Waje waone mke mwenza alipo wakichota maji kwenye kisima, walipoona haonani, ndoo tu zinakutana chini. Ipo kisima hicho ambacho, au zipo kumbukumbu hizo ambazo zipo katika maeneo ya Mkumbuu Pujini. Lakini kuna maeneo ya Mkamandume Pujini. Kwa hivyo hayo ni mambo ya kimsingi ambayo ni muhimu kuja kuona. Lakini vile vile kuna makaburi yale ya watu warefu zaidi yapo katika maeneo ya Banaani na maeneo mengine katika mkoa huu. Yote hayo ni vivutio vizuri. Lakini kuna beaches ambazo zipo. Kuna kisiwa cha Misali, kina vivutio vikubwa. Kwa hivyo tunawakaribisha wananchi, wageni wetu waje wafanye utalii wa ndani katika mkoa wetu wa Kusini Pemba. Maendeleo makubwa yapo. Dr. Hussein Ali Mwinyi niendelee kumshukuru sana na kumpongeza sana kwa jitihada kubwa anazozifanya kuwajali wananchi na kuwahimiza katika suala la amani na utulivu katika nchi yetu. Hii ni faraja kubwa, na wananchi ni mashahidi wenyewe, wameona amani inavyotawala katika mkoa wa Kusini Pemba. Karibuni sana wananchi, tuwe pamoja, tuzindue mwenge wetu wa uhuru, tujumuike wa Tanzania, tujenge mshikamano pamoja ili tuone maendeleo yanapatikana na ile azma yetu inafikiwa.